Kama Mo Dewji hajui kwamba transformation ndani ya klabu ya Simba inaendeleaje, maana yake ni kwamba anakiri wazi kwamba klabu ya Simba inaendeshwa kimakosa, kwamba haiendeshwi kwenye mfumo ambao ni sahihi, kwa sababu mpaka sasa hivi klabu inaendeshwa kwenye mfumo ule wa transformation, kwenye mfumo wa mwekezaji na mwanachama, na ndio maana yeye amechagua wajumbe wake, wanaingia kwenye mkutano kwenye vikao vya wajumbe ndani ya kuendesha kwenye klabu ya Simba, lakini pia ana mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi ambao kikatiba yeye ndo amemteua kikatiba inavyotaka. Kwa hiyo yeye kuto kujua ni ishara kwamba tayari Simba inaendeshwa kimakosa, na yeye pia anapaswa kujibu kwa nini anahusika kwenye uendeshaji wa klabu ya Simba ikiwa mchakato wa mabadiliko haujakamilika. Yes, inawezekana kuna vitu havijaenda sawa, lakini hata yeye pia anahusika kwenye vitu ambavyo havijaenda sawa. Ingekuwa hivi vitu vinavyofanyika yeye bado hajaingia ndani ya timu moja kwa moja na kuhusika kwenye kuiendesha Simba moja kwa moja, tungesema ana haki ya kuhoji. Lakini kwa sababu anahusika kwenye kuiendesha Simba moja kwa moja, maana yake na yeye pia yupo sehemu ya hawa watu ambao wanakosea kwenye kuiendesha klabu ya Simba. Kama timu inaendeshwa kwenye mfumo wa kisasa ambao yeye pia anahusika moja kwa moja kuendesha, inakuwaje yeye anahoji kuhusu transformation? Maanake alipaswa yeye kuwa na majibu yote kuhusiana na mchakato wa transformation, lakini kwa hiki ambacho amekileta kwenye mitandao ya kijamii ni ishara kwamba yeye pia anakiri kwamba klabu ya Simba inaendeshwa kimakosa. Kwa hiyo ni wakati sasa wa wanachama klabu ya Simba kusimama imara, kuangalia nini hatma ya Mo Dewji ndani ya timu, kwa sababu kama wataendelea kumlea hivi ambavyo wanamlea, watakuja kujikuta wanakuwa kwenye wakati mgumu sana hapo baadaye.